Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema NATO haikuwepo tulipowahitaji na kwamba haina msaada wowote dhidi ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alichapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwa mara ya kwanza tangu alipokutana na mkuu wa NATO Mark Rutte katika ikulu ya White House, akisema kwamba NATO haikuwepo tulipowahitaji na hawatakuwapo ikiwa tutawahitaji tena. Kumbuka Greenland, kipande kile kikubwa cha barafu kinachosimamiwa vibaya, aliandika rais huyo wa Marekani katika ukurasa wake wa Truth Social. Inaonekana Trump amerejelea lengo lake lililotajwa hapo awali la kujumuisha eneo la Denmark kuwa Marekani, hatua ambayo ilipingwa na washirika wengi wa Marekani katika NATO. Hapo awali Rutte aliambia CNN kwamba mkutano wao na Trump ulikuwa kuambiana ukweli na kwamba anaamini kabisa kwamba dunia iko salama zaidi baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Awali katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alikutana na Donald Trump na kueleza mkutano wao kama wa kuambiana ukweli wenye uwazi licha kutokukubaliana. Rutte alikuwa katika ikulu ya White House kwa zaidi ya masaa mawili. Hata hivyo, kilicho wazi ni kwamba Trump bado ana mashaka makubwa kuhusu muungano huo na nchi wanachama ambazo inaamini hazikuisaidia Marekani katika kipindi cha vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Uhusiano kati ya utawala wa muungano wa NATO ulikuwa tayari katika hali ngumu kabla ya vita na Iran, hasa kutokana na kutokukubaliana kuhusu mipango ya Trump katika Greenland. Hata hivyo, mzozo nchini Iran umeongeza malalamiko ya Trump kwa NATO katika kiwango kipya na kusababisha kile ambacho labda ni changamoto kubwa zaidi ambayo wamekabiliana nayo katika historia. Hata hivyo, kauli za rais wa Marekani Donald Trump, ambapo kuna nyakati alisema huenda akajitoa katika NATO, rais huyo amesema kwamba kutokana na kwamba nchi hizo hazina msaada wowote, hakuna namna isipokuwa ni Marekani kujiondoa. Miongoni mwa maonyo yote alionayo Trump, kuiondoa Marekani katika muungano wa kijeshi wa NATO ni mojawapo ya vitisho ambavyo amekuwa akivitumia mara kwa mara. Alipoulizwa na gazeti la Uingereza la Telegraph iwapo anafikiria upya wanachama wa Marekani katika NATO, alisema naam, ningesema suala hilo limevunjika hatua ya kufikiria upya, huku akilalamika tena kwamba washirika wake hawakujiunga na operesheni za kijeshi za Marekani pamoja na Israel dhidi ya Iran. Naona tu inapaswa kuwa jambo la moja kwa moja, alisisitiza katika mahojiano. Matamshi makali ya Trump yanaonesha tena kutokuelewa kwake jinsi muungano huo wa wanachama 32 unavyofanya kazi. Rais wa Marekani alikitazama kifungu cha 5 cha NATO ambacho kinawajibisha wanachama katika ulinzi wa pamoja. Shambulio dhidi ya mwanachama mmoja huchukuliwa kuwa kama shambulio dhidi ya wanachama wote. Hivyo utekelezaji wa kanuni hii huhitaji makubaliano ya pamoja. Aidha, mkataba wa mwaka 1949 unalenga migogoro katika Ulaya na Amerika ya Kaskazini pekee. Mwanachama mmoja baada ya mwingine amesita kujiunga na vita ambavyo hawakushirikishwa katika kuvipanga, hasa kwa kuwa bado hawaelewi malengo yake kutokana na ujumbe unaokinzana kutoka kwa utawala wa Trump. Kifungu hicho cha 5 kimewahi kutumika mara moja tu kufuatia mashambulizi ya tarehe 11 Septemba mwaka 2001 nchini Marekani. Trump pia alitaja Ukraine katika mahojiano hayo akisema, tumekuwa pale moja kwa moja ikiwemo Ukraine. Baada ya uvamizi mkubwa wa Urusi dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022, rais wa wakati huo wa Marekani Joe Biden alichukua jukumu la kuongoza katika kuratibu mwitikio wa serikali mbalimbali za Magharibi, akiamini kuwa hatua za Rais Putin zilikuwa tishio kwa wote. NATO kama muungano ilitoa msaada, lakini iliepuka hatari ya kuhusika moja kwa moja katika upande katika mzozo huo. Hata kabla ya Trump kuingia ikulu ya White House mnamo 2017, mara kwa mara alipuuza NATO kama chui wa karatasi, akielezea kama ya kizamani na akasema kwamba ilikuwa ikigharimu pesa nyingi kwa Marekani. Mwaka huu Trump ameudharau muungano huo akisema kwamba Urusi ingekuwa imekalia Ukraine yote kama isingekuwa Marekani kama mhimili mkuu katika utekelezaji ndani ya NATO. Karibu aiondoe Marekani katika muungano huo mapema mwaka 2019 wakati wa muhula wake wa kwanza. Tuliona dalili hizi za wazi kwamba Trump alikuwa akijiandaa kutekeleza tishio lake, aliandika aliyekuwa katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg katika kumbukumbu zake za On My Watch.
Stoltenberg alisimulia jinsi alivyojitokeza katika shirika la habari la Fox News na kumpongeza Trump kwa kuwashinikiza washirika wa NATO kuongeza matumizi yao ya kijeshi. Kwa mujibu wa simulizi yake, Trump alitambua mara moja pongezi hizo kupitia mitandao ya kijamii na baadaye hakutoa hotuba ambayo ikulu ya Marekani ilikuwa imeandaa kuhusu kujitoa kwa Marekani. Kiini cha malalamiko ya Trump kilianzia katika makubaliano ya mwaka 2014 kwamba nchi zinapaswa kutumia 2% ya pato la taifa GDP. Wakati huo lilikuwa likichukuliwa kama mwongozo tu. Matumizi ya kijeshi yaliongezeka kwa kiasi kikubwa kwa karibu wanachama wote wa NATO. Kwa baadhi ni kutokana na vitisho vya Trump na kwa wengine ni kutokana na tishio linaloongezeka kutoka Urusi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.